Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen huko mtandaoni ni hii issue ya interview ambayo ameifanya Mama Khadija Kopa pale Wasafi, na watu wengi sana of course wamekuwa na maswali mengi sana ambao walikuwa wanatamani kuyaona Mama Khadija Kopa akiulizwa na akiyajibu, na of course waandishi wa habari au watangazaji wa Wasafi pale wamejitahidi kwelikweli kuwasilisha maswali ambayo yalikuwa yanawasumbua vijana wengi au wadau wengi huko mtandaoni dhidi ya Mama Khadija Kopa, hususan kuhusiana na binti yake Zuchu. Sasa katika maswali ambayo watu wengi sana walikuwa wanatamani kuyajua kutoka kwake Mama Khadija Kopa ni pamoja na swala zima la Zuchu kama ni mjamzito. Maana kama unakumbuka vizuri bwana, moja kati ya story ambazo zilikuwa zina make headline na kutrend huko mtandaoni ni hiyo issue ya tetesi hizo kumhusu Zuchu kwamba ni mjamzito, yani ana ujauzito wa Diamond Platnumz. So it's official, Mama Khadija Kopa bwana, kwanza kabisa amekiri, na wakati hata anajibu swali hilo alikuwa anamuaddress Diamond kama mkwe wake, lakini pia vile vile alikuwa anasema kwamba alikuwa anadai kwamba Diamond na Zuchu ni mtu na mume, yani ni wako kwenye ndoa, ni kitu ambacho Mama Khadija Kopa yeye mwenyewe amekiweka bayana. Lakini at the end of the day ni kwamba Khadija Kopa bwana ameelezea kuhusiana na kile ambacho ameulizwa kwamba kuhusiana na hizo tetesi za kwamba Diamond na Zuchu wanatarajia kupata mtoto. Ya hilo swali bwana amesema kwamba hawezi kulijibu, kwani hawa wawili bwana ni mtu na mumewe, na haya maswali yanawahusu wao, sio yeye. Yeye hawezi akajibu swali kama hilo. Inatakiwa hawa waandishi wa habari wa pale Wasafi bwana wakipata nafasi wazungumze na wenyewe wahusika, yani wanandoa, wazungumze na Diamond, wazungumze na Zuchu, waulize kwamba je, nyinyi mna expect kupata mtoto, yani kwamba je, Zuchu ni mjamzito au la. Kwa hiyo Mama Khadija Kopa bwana amekwepa swali la kujibu moja kwa moja iwapo kama kweli binti yake ni mjamzito na ana ujauzito wa Diamond au la. So ukiachana na hivyo, pia vile vile Mama Khadija Kopa ameongezea jambo kwamba maana walimuuliza kwamba je, unatamani binti yako apate ujauzito na Diamond? Akasema of course yeye kwanza kabisa anampenda sana Diamond. Yani Mama Khadija Kopa ameweka bayana kwamba katika wasanii ambao anawakubali au katika vijana ambao yeye anawapenda haswa, basi Diamond ni mmoja wapo. Yani Mama Khadija Kopa anakuambia kwamba anamkubali mno Diamond, sio leo, tokea zamani. Lakini pia vile vile ukiachana na swala zima la Mama Khadija Kopa kusema kwamba yeye anampenda sana Diamond, ameweka bayana pia hata Diamond naye pia anamkubali mno Mama Khadija Kopa. Yani Diamond anampenda Mama Khadija Kopa, yeye anampenda Diamond, lakini pia vile vile at the same time Diamond naye pia anampenda sana Mama Khadija Kopa. Nadhani hiyo ni kitu ambacho kinafahamika, tumeshawahi kuona wakishirikiana katika project kibao huko zamani, ikiwemo Nasema Nawe na nyingine nyingi, na hata Diamond pia alikuwa anaonyesha jinsi gani ambavyo anavyomkubali Mama Khadija Kopa katika swala zima la muziki, na ndio maana ilikuwa na wepesi hata yeye pia Diamond kuamua kumsaini msanii Zuchu katika record label yake, kutokana na kwamba alikuwa anamkubali sana Mama Khadija Kopa. Umeona bwana, so at the end of the day ndio hivyo mambo yametokea, wamekuwa ni wapenzi. Sasa Mama Khadija Kopa amesema kwamba kutokana na kwamba Diamond yeye anamkubali, swala la Diamond kuzaa na mtoto wake, hilo swala yeye mwenyewe pia analiombea na ni swala la heri kwa upande wake, na anatamani hilo jambo litokee. Yani Mama Khadija Kopa anakuambia kwamba bwana Diamond yeye anamkubali, kwa hiyo kitendo cha kusikia iwapo kama ikatokea Diamond akaamua kuzaa na mwanae Zuchu, yeye atafurahi, kwani itakuwa amepata sura au taswira au nembo chapa ya Diamond katika ukoo wake au katika familia yake. Kwa hiyo hilo litakuwa ni jambo la heri sana kwa upande wake yeye Mama Khadija Kopa. Mama Khadija Kopa bwana amezungumza hayo katika kipindi cha Mashamsham pale Wasafi, na Wasafi of course wameposti hiyo, wakaandika pale kwamba natamani kupata mjukuu kutoka kwa Diamond. Maneno ya Mama Khadija Kopa wakati anafanyiwa interview pale Mashamsham ya Wasafi, Wasafi FM.
Lakini maoni ya wadau bwana kwenye upande wa comment section bwana, watu ni wengi sana hapa wamekuja kuweka maoni yao. Nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo tumekutana nazo siku ya leo baada ya mama Khadija Kopa kufunguka hivyo vitu ambavyo amevizungumza. Gladys Kifaluka anasema kwamba bwana, ila mama Khadija Kopa, mwingine anasema kwamba bwana, yani huyu mama mpaka raha nampenda sana. Huyo ni Sharifa. Alafu hapa kuna bidada mwingine hapa amesema kwamba bwana, mama basi penda sana wewe. Kuna mwingine anasema bwana, ila mama Zuu yuko very smart kichwani, hajaamua kabisa kumjibia swali lolote lile mwanae. Ameona bora mwanae mwenyewe aojiwe azungumze hayo mambo yanayomuhusu. Mwingine huyu hapa ameandika kwamba bwana, hili ni jibu zuri sana. Watu hapa wamekuja ameandika. Mwingine hapa ameandika kwamba bwana, I love you mama Khadija Kopa, unavyokuja ndivyo anavyokupokea. Kwa mwingine kwa bwana, mimi nampenda sana huyu mama. Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba mashallah, mama anajua kweli kweli kujibu maswali kwenye interview. So it is what it is. Kwa kifupi ni kwamba mama Khadija Kopa katika interview ambayo ameifanya pale Wasafi, comment nyingi zimekuwa positive. Wengi wamevutiwa na the way ambavyo anavyojibu maswali kwa weledi na kwa kutumia akili nyingi. Lakini pia vile vile ameamua pia kuzungumza kuhusiana na vitu vingine kama vile akisema kwamba waimbaji wa taarabu wengi sana hawana nidhamu ya kazi. Hivyo ni vitu ambavyo mama Khadija Kopa amevielezea kutokana na maneno ambayo anayoyaimba, wenyewe pia wanavyojichukulia makiki na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mama Khadija Kopa, mtu ambaye yupo katika muziki wa taarabu kwa miaka mingi, ni kwamba ameweka bayana kwamba waimbaji wa taarabu bwana, kidogo wamekuwa hawana nidhamu ya kazi. Kitu kingine ambacho amekizungumza mama Khadija Kopa, amesema kwamba bwana, muziki una manufaa iwapo kama utakuwa na nidhamu. Anasema kwamba hususan kwa kipindi hiki ndio kipindi ambacho wasanii wanapata pesa nyingi sana kupitia muziki wao, lakini atakiwa uwe na nidhamu ili uone manufaa yake. Hicho pia ni kitu kingine ambacho amekizungumza mama Khadija Kopa. Lakini jambo lingine tena ambalo amelizungumza kwa mabinti ni kwamba mama Khadija Kopa anasema kwamba bwana, watoto wa siku hizi kujitunza hawajui. Amesema hivyo kwamba watoto wa siku hizi kujitunza hawajui. Amesema kwamba bwana, kujitunza ndio siri pekee ambayo mama Khadija Kopa au Malkia wa Mipasho ameitoa kwa vijana wa sasa hivi, kwa sababu vijana wengi wa sasa hawajui kujitunza. Anasema kwamba kujitunza ni kama vile kutokutumia vilevi, vinywaji vya kama vile pombe, kutumika sana katika mahusiano, yani mapenzi na nini na vitu vingine kama hivyo. Hivyo ndivyo ambavyo watoto wa kike wanatakiwa wazingatie, waepuke hivyo vitu kwa kiasi kikubwa, ndio kujitunza kwenyewe. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Hilo ndilo lilo happen au kilichojiri kuhusiana na interview ambayo mama Khadija Kopa ameifanya pale Wasafi FM dhidi ya maswali ambayo ameulizwa na waandishi wa habari katika media hiyo. So ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.